mengi sana. Ukiacha ligi ya Morocco nafikiri Egypt na nyewe sio kwa 100%, South Africa, nchi zingine nyingi sidhani kama kuna nchi nyingine ukiacha na Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi ni pongezi na binafsi nimefarijika. Unaweza kusema sasa ligi yetu kwamba imekuwa professional, maana ukiangalia ligi ambazo zimeendelea kama ambavyo umestaja South Africa, Egypt, Morocco, unaona kunakuwa na mafiga matatu, maana ukiangalia kuna mtu ambaye anakuwa na haki ya kutoa matangazo ya transmission, lakini ukiangalia mtu msajili mkuu wa ligi pamoja na mtu ambaye anahusika na ukusanyaji wa data. Yes, ingawa kama ambavyo mjadala umekuwa uko open, ligi yetu ni professional au semi katika hao maeneo mawili. Siamini kama ni amateur, huko tushatoka. Kwa hiyo tunapoizungumzia professional league, maana yake kuna pieces nyingi ambazo unaziangalia na kuziunganisha pamoja. Hii ni mojawapo ya piece muhimu wakati tunaelekea kwenye full professionalism ya kuifanya ligi yetu iwe ionekane kwenye taswira ya kiweledi. Ni jambo kubwa. Mfano umezungumzia television. Ligi yetu kuonekana kwenye TV iliongeza thamani kubwa, na tunavyozungumzia ubora wa ligi, moja kati ya component muhimu ilikuwa ni ujio wa Azam TV ambao waliingia kandarasi na TFF kwa ajili ya kufanya production na kuionyesha ligi yetu. Kwa hiyo kitendo hicho kimeifanya ikavuka mipaka, inaonekana maeneo mengi duniani, kwa sababu Azam pia wana technology ya application ambayo inaweza, mimi binafsi nimesafiri sehemu nyingi sana naangalia ligi nikiwa kokote duniani. Kwa hiyo maana yake imepata exposure ya kufahamika. Hii component ya data inakwenda pia kuiongezea thamani pia production ya Azam TV, kwa sababu na wao kwenye uzalishaji wa vipindi vyao wanahitaji real time data wakati wanafanya ile live production. Kwa hiyo kuja kwa hii technology manake kuna kwenda kuongezea pia thamani ya maudhui ambayo wanatengeneza. Pia kwa kama ulivyosema kwa teams ambazo zinacheza. Nafikiri sasa ni mashahidi tunaonaga kwa wenzetu ambao wameshapiga hatua kule kwa nchi zilizoendelea. Unaweza kuona kwenye benchi la ufundi siku hizi kuna wameboresha, unakuta kuna zile iPad vile. Wakati mechi inaendelea, wale benchi la ufundi wanajaribu kufanya real time analysis game inavyokwenda, inawasaidia kujua mchezaji fulani atoke, sio kwa sababu labda kachoka, ni kwa sababu game inavyokwenda inamhitaji mchezaji mwenye sifa hizi. Kwa game ilipo sasa hivi uwepo wake huyu hauna msaada. Kwa hiyo atalazimika ingie mtu ambaye anakwenda kuofa kitu kinachotakiwa kwa wakati huo. Lakini sasa kama isingekuwepo mazingira hayo, isingekuwepo technology inayokupa hizo real data, ni ngumu kuweza kufanya maamuzi ya wakati huo ambayo yanaweza kusaidia kwa wakati huo. Kwa hiyo na sisi tunakwenda huko, nategemea vilabu watakuwa vilabu ndo wadau wakubwa, sio? Na ndo wanakwenda kunufaika kwenye eneo hilo la technical. Wale match analyst wao, tunaonaga tukienda uwanjani tunakaa nao juu kule, wana notebook, si ndio? Wana noti, unajua walikuwa wanahesabu zile pasi, wanahesabu zile movement, lakini leo tutawaona wakiwa na hizo gadgets, kwa sababu watapata access ya kuwa connected na watu wa Betatech na hii program ya Sokametrics kuweza kupata taarifa wakati mchezo unaendelea. Kwa hiyo wakati wakienda let's say mapumziko, itakuwa ni rahisi kufanya analysis na kujua wafanye nini second half wanapoendelea kwenye hizo games zao. Kwa ndio maana nikasema hili ni jambo kubwa ambalo linakwenda kuongeza thamani kwenye ligi yetu. Kwa Kofia No, bahati nzuri unajua tayari TFF kama custodian mkuu wa hii brand ya ligi, sio, ameshaingia makubaliano na partner ambaye amemkasimisha majukumu ya kusimamia huo upande wa technology, especially kwenye upande wa kukusanya data za ligi.
Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wale wadau wote ambao wanakwenda kunufaika, tukiwepo sisi waandishi, wachambuzi ambao sasa tunakwenda kumzungumzia Chobwedo, sio kwa kuangalia anavyokimbia, si ndio? Ile mwani Mbeya City tutakwenda kujua kwa nini afungi yeye kama striker. Tutaona kwamba work rate yake na presence yake uwanjani inawafanya opponent especially upande wa mabeki washindwe kuanzisha mipira nyuma kwa kubuild up kutokea nyuma. Kwa hiyo yeye tutaona takwimu zitaonyesha kwamba work rate yake ni kubwa ingawa anacheza kwenye position ya ushambuliaji. Kwa hiyo hatutamhukumu kwa nini afungi. Tutaona kwamba uwepo wake unaisaidia timu kwenye eneo lingine ambalo katika macho ya kawaida huwezi kuona. Kwa hiyo nikikaa kwenye kipindi changu cha Sports Extra nafanya uchambuzi, maana yake nitakuwa na data ambazo zinaniongoza na zinaniongezea nguvu na zinaniongezea thamani kwenye uchambuzi wangu. Kwa hiyo sio Azam TV tu, hapo niliwazungumza Azam TV kwa sababu wao ndio wenye rights za kufanya production ya ligi, kuonyesha ligi kwenye television. Kwa hiyo niliwazungumza kwenye upande wao, lakini na sisi ambao tunafanya coverage ya ligi yetu inatusaidia. Waandishi wa magazeti na wenyewe watakuwa wanapata takwimu real time na kupata takwimu ambazo ni za baada ya mechi imemalizika. Hiyo sasa sijajua utaratibu utakuwaje kwa namna kwa sisi na hao ambao wamepewa hiyo kandarasi Betatech, si ndio? Sisi tutanufaikaje? Tutazipataje? Hilo nafikiri ndo swali ambalo linakuja baadaye. Nilikuwa naona wana posti sasa hivi, si ndio? Maybe wataendelea kuposti, lakini inawezekana labda kwa mara nyingi ninavyojua kwenye biashara unapokuwa una introduce product mpya kwenye soko lazima kuna kitu kinaitwa watu wa test. Hata wakati ya makampuni yatengeneza vinywaji, unaonaga wanakuja nagawa, si ndio? Wanataka utest, ufeel na uweze kunani kama ilivyokuwa. Hawezi kukupa miezi 6 una test. Watakupa mwezi mmoja, miezi miwili. Baada hapo kwa sababu ushaonja wanakuachia wewe ndio ukanunue. Kwa hiyo inawezekana Betatech wakati wanaposti walikuwa wanatuonjesha, wanajitambulisha kwenye soko. Leo tunawajua, leo tunaona thamani na ubora wa kazi yao. Kwa hiyo baadaye labda wanatupa utaratibu mwingine. Digara, hapo kwa upande sasa nataka ufanye kofia Shadaka. Ndio. Manake mnakuwa mmiliki wa wachezaji. Hii inaenda kuwatoa sasa, manake faida ni wachezaji biashara, nyinyi kama agent na manager mnaenda kufanya biashara nzuri, manake mchezaji anajiuza. Lakini pia kuna wachezaji wajanja hapo, manake kama kwenye timu anaonekana kabisa work rate yake ndogo nini, yani kwa maana kama mvivu, manake inaonyesha ni kweli na ni jambo zuri kwa pande zote. Kwa sisi ambao tunafanya kazi ya kuscout talent na kuzidevelop na kuzimarket kwenye masoko mbalimbali. Hivyo kwa wao wenyewe ambao ndo bidhaa zenyewe hizo. Kwa sababu mimi kazi yangu napokwenda shambani kwenda kutafuta bidhaa, na ichukua bidhaa ambayo naiona hii bidhaa inaweza kafaa kwenye soko, si ndio? Ili iweze kununulika baadaye na mimi nitengeneze faida. Lakini kwenye ile eneo letu kwa maana ya wachezaji, wao inabidi pia wafurahi, lakini pia ni changamoto kwao. Hakuna ujanja tena. Si umeelewa? Hakuna ujanja tena. Na kama kweli wanataka kuexist kwenye hii market, lazima wafanye sana kazi, wafanye sana mazoezi, waishi vile ambavyo professionalism inawahitaji kuishi, kwa sababu hakuna ujanja kama ulivyosema. Mchezaji mjanja ambaye kwa mfano anakesha kwenye masinagogi, si ndio? Hakuna mtu anayemuona yeye anavyokwenda kulala huko kwenye madisco, akirudi kalala masaa mawili, anaenda mazoezini. Hawezi kuperform. Wanasema at least minimum mchezaji wakati unaondoka na kwenda kwenye mazoezi upate walau minimum masaa 8 umerest, yani mwili umepumzika, si ndio? Ukienda kufanya mazoezi manake utaperform kwa kiwango cha juu, na ile performance au yale matokeo ya yale mazoezi ndiyo yanayompa nafasi mwalimu na benchi la ufundi kuconsider kwenye mechi. Na ukipata chance ya kucheza mechi, manake ukionyesha ndio inakupa chance ya kucheza next match. Sasa usipokuwa makini ukaishi kwenye mazingira yale, manake hii technology inakuja kukataa na kukuvua nguo. Kwa hiyo
Wakati tunazungumzia maendeleo maana yake huwa yanakuwa na pande zote ujue. Maendeleo kwenye upande wa faida na maendeleo kwenye upande wa hasara. Kwa sababu hasara maana inakujaje? Hasara inakuja kuwaondoa wale wote ambao walikuwa wananufaika pasipo kufuata taratibu. Hiyo ndo hasara, lakini faida ni kwenda kuleta kitu kilicho bora sokoni na kwa mlaji na kwa mtu yote ambaye anakihitaji kile kitu, kinakuwa akikipata ana ground nzuri sana ya kufanya maamuzi sahihi. Shukrani.